Hivi ni mara ngapi nikukataze masuala ya kupiruka? Mimi naogopa, nashtuka. Nishakwambia kama unakuja mwanangu mzuri, pitia kwenye mlango ule. Mambo gani ya kupiruka? Unataka umekuja kwa niaba ya kunitoa roho yangu, si ndio? Wewe mambo gani ya kutaka kunichomoa nafsi lakini kisoda? Sasa hili ni balaa zito kinoma noma, kwa sababu tayari babake na Karobo pamoja na Mdoli wameungana na wameweza kuwa na akili moja, ambayo kwa sasa wanafikiria kwamba huyu aliyekuja hakuwa kisoda mwenyewe. Yani wanamaanisha kwamba wanasema huenda alikuwa ni Kizibo, kitu ambacho ni balaa zito kinoma noma. Hali hiyo ndio ambayo imeweza kusababisha moja kwa moja hata yule mganga mwingine ambaye wamekuwa wakishirikiana naye aweze kuja, ikiwa ni moja kati ya njia ya kuweza kuwaaminisha. Sasa ili swala inabidi liweze kufanikiwa, yani Sonia pamoja na Kizibo waweze kuungana pamoja, waweze kuhakikisha wanasaidia dawa. Sasa kama tulivyoona ni kwamba katika hatua ile ya mwanzoni kabisa, episodi za mwanzoni kabisa, wakati ule ambapo tuliweza kuona wakati wakifuatilia dawa ya kuweza kumponyesha miguu, kuna watu wengi sana ambao walioshiriki. Pia Kizibo pia aliweza kushiriki, lakini watu wengi sana ambao pia walikuwa na roho mbaya lakini walishiriki. Kwa nini? Tu kwa sababu ya kuweza kufanya jambo ambalo kuweza kutoa msaada. Sasa hiki pia kinakuja kutokea wakati huu ambapo pia inabidi Mdoli pamoja na Sonia waweze kushiriki. Sasa kuna vitu ambavyo wataahidiwa ili kusudi kuweza kufanikisha lengo hilo, kwamba ikiwemo swala zima la kuweza kuhakikisha wanapewa baadhi ya vitu, kupewa nini, lakini pia kuna nguvu za ziada ambazo zitasaidia kuweza kuhakikisha wanakubali mpango huu wa kuweza kutoa msaada, kitu ambacho kitakuwa ni balaa zito kinoma noma. Sasa nichukue nafasi hii kualika moja kwa moja nikwambie tu kwamba hakikisha kama lako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, hiki ni ishara ya upendo. Kama kweli unakubali tamthilia hii, basi nikualike na nikwambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha nikualike tuweze kuangazia uchambuzi, tukizungumzia vitu kadhaa katika hatua hii, lakini pia nikufahamisha vitu ambavyo vinakwenda kufuata. Kitu cha msingi tu hakikisha unakuwa kwanza kabisa kuweza kupata zile updates kamili, hasa kwa kubonyeza neno subscribe, hiki ni ishara ya upendo kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii. Sasa kama tulivyoona mwanzoni kabisa, kama ni miongoni mwa watu ambao wako kipita hapa katika channel hii ya Bongo Movie Network, nilikufahamisha kwamba hicho kitu hakiweze kumpiga moja kwa moja, akiweze kumuumiza, kwa sababu kumbuka Kisoda ni mtu ambaye mwenye uwezo na nguvu nzuri sana. Sasa ndivyo ilivyo. Sasa ikabidi aweze kupata time, yani muda, aweze kuelekea kuulizia mizimu kwamba je, ni nini hasa kiweze kufanyika ili kusudi kuweza kuwaepusha au kuweza pia kusaidia swala zima la Mdoli ambaye amekuwa ni changamoto. Sasa kitu hicho kilifanyika na moja kwa moja ikabidi waweze kujadiliana, lakini wakulu, wazee wa kaya, yani wazee wenyewe kwenye miti, wakasema kwamba haiwezekani, yani inabidi hilo swala liweze kufanyika, na mtu pekee ambaye ataongoza msafara huo kuweza kuelekea kule msituni ni mtu mmoja tu, ambaye ni huyu ambaye ni huyu ambaye ni Kisoda. Ndiye mtu mwenye uwezo pekee wa kuweza kuelekea huko, kuweza kuhakikisha anawapa msaada wa kuweza kuipata hiyo dawa, lakini lazima aweze kuambatana na wale wawili ambaye ni Sonia pamoja na mwenzake ambaye ni Kizibo, kitu ambacho ni kigumu sana kwa upande wa Mdoli. Yani Mdoli ndio ambaye anaanza sana na haamini kwa namna moja au nyingine. Sasa tukiachana huko ni kwamba kwa sasa kuna maisha mapya pia, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni moja kwa moja ni Kizito kwa sasa kajikuta kwamba kashafahamu kwamba kwa sasa yeye ni mwathirika wa gonjwa la ukimwi. Sasa cha ajabu ni kwamba mtu ambaye aliyemkisia sio kabisa, na isitoshe kama waliishi naye kabla ya Lemi, manake ni kwamba yule msichana yuko salama kabisa na hana shida. Sasa issue inayokuja ni kwamba kwa sasa kama unavyoona, swali kubwa ni kwamba pindi ambapo atakapokwenda kumwambia katika hatua inayofuata, hapa nafasi kuweza kuona pindi atakapomwambia, basi atashangaa sana, na Lemi ataonyesha unafiki wa kuweza kumnafikia kwamba anamwonea huruma na nini, anamjali, lakini pia atakuwa anajua kabisa kwamba huyu kajichanganya, kashachelewa, yani kajikuta kwamba mambo anayoyahisi tofauti kabisa na jinsi ambavyo kwa upande wake anaona ni sahihi. Kwa hivyo moja kwa moja hapo kimemlamba huyo ambaye ni Kizito, yani kimemlamba sana, yani matarajio yake yameenda mlama. Sasa hapa ni balaa zito kidogo. Kwa hiyo Lemi alichomfanyia
lengo zima lilikuwa ni waweze kumpoteza na kuweza kumuua, kutokana na namna ambavyo kama tunavyojua gonjwa hili jinsi lilivyo na mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo kiukweli ni kwamba ni balaa zito kinoma noma. Sasa wakati hayo yanajili, lakini pia kwa upande mzima wa fasheni pia na yeye anapitia maisha magumu sana. Yani ni miongoni mwa watu ambao kwa sasa wanahangaika sana kinoma noma, kwa sababu kila mtu anaogusa unakatika. Sababu kubwa iliyomfanya aanze kumchukia sana Nasra ilikuwa ni huyu Salome, ambaye alijua labda kwamba kuna namna ambavyo wanaweza hata wakarudiana. Yani kuna namna ambayo wanaweza kurudiana. Sometimes ndio inavyokuwa. Kuna wanawake ambao unakutana naye tu mara ya kwanza kwa sababu tu ya miaka iliyopita mlikutana na mliwahi kufanya kitu fulani hivi. Hivyo inakuwa ni kitu ambacho kinawafanya basi muweze kujifikiria na kuweza kuona kwa sasa mnaweza mkarudiana au kufanya jambo ambalo kiufupi mmekuwa mkiliwaza. Sasa swala hili limemkuta huyu ambaye ni Fasheni. Baada ya kukutana na Salome kajikuta hata kidogo kapata gia mzito na nini, mwisho wa siku kaanza kumsahau kabisa Nasra. Sawa kabisa walipotoka na nini, kitu ambacho kimeweza kusababisha Salome akumbuke kwamba kuna namna ambayo inakuwa ni tofauti. Sasa hapa nataka nikupe elimu moja. Kuna muda ambao unakuta mmedate na mwanamke, halafu imepita muda fulani hivi mkapotezana. Yule mwanamke akapata mwanamume wake na yeye akapata mwanamke mwingine. Sasa miaka ikapita, aidha yule mwanamke akaja akabadilika kidogo, yani akabadilika sana yani. Halafu ukakutana naye pia ushabadilika yani. Halafu ukajikuta kwamba mbona kama kawa mzuri, ukajikuta ukimtamani na kuweza kuamini kwamba mnaweza mkarudiana na mkaa pamoja. Sasa ile first time ambao mnakuwa mmekutana pale, basi mnaweza mkajikuta kwamba mnakuwa na chemistry moja, lakini mwisho wa siku baada ya siku kwenda anakumbuka kwamba lakini huyu mwanamke aliniachaga, lakini mwanaume aliniacha na nikapata huyu mwanaume ambaye ana vitu vyake vya tofauti, kanisaidia sana, siwezi nikamwacha. Sometimes ile huruma na nini hivyo anaona ni vyema asikubali kabisa kuingia kwenye mtego wake. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa, na hii imesha kunikuta mimi, ni balaa kinoma noma. Sasa kama ulivyoona mambo ni mazito, lakini pia kule kwa Sonia pamoja na huyu ambaye ni Sonia, huyu ambaye pia ni Kizibo, mambo ni mazito kwa sababu wanaonesha sintofahamu za kutofautiana. Sasa tuje katika hatua mwisho hivi kwamba ilikuwa ni muda ambao kwanza kabisa huyu Mdoli kapata wazo kwamba huenda yule aliyekuja sio kabisa alikuwa ni Kizibo. Sasa hilo wazo ndio ambalo limemchanganya sana kuweza kumtoa kwenye leli huyu ambaye ni Baba Kalobo, na kujikuta akiwaza na kuweza kufikiria kwamba basi moja kwa moja huenda ni kweli na kilichotokea basi huenda kimeweza kusababisha moja kwa moja kuwe na tofauti ambao upo. Kwa hivyo hapa kilichojili ni kwamba wamekuja kuwaweka sawa na kuweza kuambia ukweli wote kwamba kitu kilichotokea sio kabisa, na inabidi waweze kukubaliana na hali halisi ambayo iliyojili. Basi kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Net yake na huu ulikuwa ni uchambuzi. Basi tukutane hatua inayofuata. Asante kwa kuona mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal news tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view.
For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Kwa hizi hasira alizonazo mdoli ni hasira ambazo ni hatari sana. Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kwamba hizi hasira zimeweza kutokana na namna ya mimba yake, aidha ujauzito alionao ndio sababu kubwa iliyosababisha aweze kupata hasira hizi, au kwa namna moja au nyingine tunaweza tukaiweka mbali kabisa na nje ya pazia, huku tukihusisha namna mambo yanavyokwenda, kwamba kuna uhakika kwamba hizo hasira sio za kawaida au sio za namna yake. Kiufupi ni kwamba hizo hasira ni za kwake mwenyewe, kwa sababu anaelewa thamani ya namna ambayo kwa upande wa Bakalobo. Kwa hivyo anaona kama endapo kama akiwatumia wale maadui zake katika kupata dawa, basi wanaweza wakatumia hiyo njia kuweza kumdhuru moja kwa moja. Hii ndio sababu kubwa inayomfanya aweze kuogopa na kuweza kuona kwamba hatakiwi kabisa kuweza kuwatumia wale maadui katika mipango yake ya kuweza kuhakikisha anapotafuta dawa kuweza kupona. Nasema ni bora aweze kuishi hivi, aweze kutegemea tu neema ya Mungu, mkono wa Mungu uweze kusimama ili kusudi kuweza kuhakikisha anakuwa sawa kwa namna yake ambavyo kwa upande wake anaona ni sahihi. Sasa kafanya maamuzi ambayo ni mabaya sana, hasa kwa kuweza kumpiga Kisoda, na kitu kizito sana ambacho kiufupi ni ukijaribu kuangalia ni kwamba ukijaribu kuangalia hali halisi ya Kisoda na namna jinsi alivyo, utagundua kwamba Kisoda bado sawa na yote, ni kwamba ana mawezo makubwa sana, lakini bado ni mtoto mdogo ambaye pia ana maumivu pia. Sasa hii inakwenda kumletea tatizo kubwa, au inakwenda kuunda tatizo kubwa sana, kwa sababu ni kama wanaharibu mfumo wao kama tunavyojua kwamba siku zote Kisoda amekuwa akiwasaidia sana katika vitu vingi sana. Kwa hivyo ni sawa wanaharibu mambo ambayo au kitu ambacho huwa ni msaada kwao. Yani ni sawa wanaharibu msaada ambao umekuwa ukiwasaidia sana. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Swali kubwa uende ukawa unajiuliza kwamba je, Kisoda atapata tatizo gani, au je atafariki au itakuwaje kwaje? Basi ndio maana nimekuja hapa kuweza kupatia uchambuzi kwa kina, tukiangazia mambo kadhaa ambayo yamekuwa akijili, lakini pia nikufahamisha juu ya kile ambacho kinachokwenda kujili, lakini kubwa zaidi nikikujuza kuhusu kile ambacho kinachokwenda kuendelea katika hatua inayofuata. Basi nikualike, karibu kuweza kutazama uchambuzi. Hii ni Bongo Movie Net. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikwambie tu kwamba hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, tukiangazia matukio mengi kweli kweli ambayo yamekuwa akijili. Kwa hivyo moja kwa moja nichukue nafasi hii niweze kukualika tuweze kuangazia uchambuzi, na nikutoe wasiwasi kabisa na mashaka kwamba Kisoda yuko salama, yuko sehemu salama kabisa, na hawezi kudhurika kwa lolote lile ambalo linaweza likatokea. Kwa hivyo moja kwa moja Kisoda yuko vizuri, yuko kamili gado. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wowote. Kikubwa tu kama ni mara yako kwanza kufika hapa, ni kusihakikisha unabonyeza neno sawa, alafu kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi. Kwanza kabisa tuliweza kuona masheti aliyopewa, lakini pia tukaanza kuona nyumbani kule kwa ule bibi akimwambia kwamba kwa jinsi ambavyo alivyotoa mimba kikundi chao cha uchawi hakiruhusu kabisa na kinapinga vikali swala hilo. Kwa hivyo moja kwa moja ni kwamba kwa asilimia kubwa ameweza kuwaingiza kwenye matatizo, kitu ambacho kiufupi kinakuwa ni changamoto kubwa sana, na jambo ambalo ukijaribu kulifikiria basi linaibua hisia nzito na kuweza kupelekea mambo kuwa mazito kinoma noma. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa moja kwa moja hapo tayari naweza nikasema kwamba kimesha mlamba huyu ambaye ni Kizibo akafukuzwa moja kwa moja. Kwa hivyo hadi hapo kwa asilimia kubwa hana mambo ya uchawi tena, yani ndo kaanza upya, ni maisha yake yameanza upya. Kwa hivyo hana lolote lile ambalo anaweza kadai au akasema kwamba yeye kwa upande wake analiona kwamba ni sahihi. Kwa hivyo moja kwa moja hapo hana nguvu zozote. Kwa hivyo amani. Japokuwa kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye anatangatanga, na punde si punde atakaa chini kuweza kufikiria namna gani aweze kuwaza, hasa namna gani atafanya ili kusudi kuweza kuhakikisha anarejea pale nyumbani kwa Bakalobo. Lakini cha ajabu ni kwamba kashafanya mambo mengi. Sasa wakati anawaza ni namna gani atarejea pale nyumbani kwa Bakalobo, anakutana na muda sahihi ambao alikuwa anahitajika sasa, kwa sababu tunajua kabisa ni kwamba kwa sasa wanahitaji mtu ambaye ataweza kuwasaidia kuweza kupata dawa, kuweza kumuokoa yule mtoto. Sasa muda huo ni kwamba Kizibo
Kizibo na amefukuzwa pale, hana pa kwenda. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa yeye kuweza kukubaliana na swala lolote lile ambalo eza watakalolileta, hasa kwa upande mzima Baba Karobo, kwa sababu pia yeye hana pa kwenda. Kwa hivyo kama akipata nafasi ya kuweza kurejea pale, basi hawezi kuichezea kabisa hiyo nafasi na kuweza kuiacha iende hivi kirahisi. Kwa hivyo moja kwa moja, kwa asilimia kubwa utagundua kwamba hili linakwenda kuwa moja kati ya jambo kubwa sana ambalo litakalojiri, hasa kwa yeye kuweza kurejea pale nyumbani kwa Baba Karobo. Kwa hivyo tukae mkao wa kula, Kizibo analejea pale nyumbani kwa Baba Karobo, kwa namna ambavyo script hivyo chora, namna mambo yanakwenda. Lakini pia tunaweza kuona unapata nafasi ya kumuona Nasra akipishana na Fasheni. Kiukweli ni kwamba Nasra akabadilika sasa hivi, amekuwa ni mlembo mzuri sana, kitu ambacho Nasra na Fasheni atajilaumu sana juu ya kitu ambacho alichokifanya. Yani atajilaumu sana kinoma kitu alichokifanya. Lakini pia sasa tumeweza kuona mambo mengi kweli, na katika hii hatua hatujazungumzia vitu vingi sana. Kwa hivyo katika hatua inayofuata nafasi ya kuweza kuona vitu vingi sana, lakini habari mbaya kwamba huyo ambaye ni Kizito hali yake sio nzuri na anaweza akafariki kwa sasa katika episode inayofuata, kutokana na kwamba hali yake jinsi ambavyo alivyo, kama unavyojua ni mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini hajui kama anaumwa ukimwi, kitu ambacho ni hatari zaidi na ni noma. Kwa hivyo hilo ndilo ambalo lipo, na katika hatua inayofuata pa nafasi ya kuweza kuona juu ya kile ambacho kitakachoendelea. Sasa tuje katika segment ya mwisho ni kwamba Mdoli alikuwa kashachanganyikiwa kwanza juu ya taarifa alizozipata kuhusiana na kwamba alipewa taarifa kwamba inabidi aweze kuhakikisha na anawatumia wale wawili ambao ni Mdoli ambaye ni Sonia pamoja na Kizibo, watu ambao ni maadui zake wakubwa. Kwa hivyo baada ya kuchanganyikiwa, alitoka mle chumbani akazurura akiamini kwamba huyu ambaye ni Kisoda basi anaweza akaja muda wote ule, kwa sababu ana nguvu za ajabu. Na kwa bahati nzuri akawa ametokea. Baada ya kuwa ametokea, basi moja kwa moja akamweleza ukweli. Taarifa hizo pia zilimsumbua sana, hivyo akadiriki kwenda kumpiga na kitu ambacho cha jikoni. Sasa swali ni kwamba je, atapona? Swali ni kwamba huyu ambaye ni Kisoda atapona na atakuwa salama tu. Kitu msingi tu, endelea kuenjoy. Hakikisha unabonyeza neno subscribe. Tukutane katika hatua inayofuata. Asante. Ulikuwa ni uchambuzi. Asante. Kwa hizi asila alizonazo Mdoli ni asila ambazo ni hatari sana. Kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kwamba hizi asila zimeweza kutokana na namna ya mimba yake, aidha ujauzito alionao ndio sababu kubwa iliyosababisha aweze kupata asila hizi, au kwa namna moja au nyingine tunaweza tukaiweka mbali kabisa na nje ya pazia, huku tukihusisha namna mambo yanavyokwenda, kwamba kuna uhakika kwamba hizo asila sio za kawaida au sio za namna yake. Kifupi ni kwamba hizo asila ni za kwake mwenyewe, kwa sababu anaelewa thamani ya namna ambayo kwa upande wa Baba Karobo. Kwa hivyo anaona kama endapo kama akiwatumia wale maadui zake katika kupata dawa, basi wanaweza wakatumia hiyo njia kuweza kumdhuru moja kwa moja. Hii ndio sababu kubwa inayomfanya aweze kuogopa na kuweza kuona kwamba hatakiwi kabisa kuweza kuwatumia wale maadui katika mipango yake ya kuweza kuhakikisha anapotafuta dawa kuweza kupona. Anasema ni bora aweze kuishi hivi, aweze kutegemea tu neema ya Mungu, mkono wa Mungu uweze kusimama, ili kusudi kuweza kuhakikisha anakuwa sawa kwa namna yake ambavyo kwa upande wake anaona ni sahihi. Sasa kafanya maamuzi ambayo ni mabaya sana, hasa kwa kuweza kumpiga Kisoda na kitu kizito sana ambacho kifupi ni ukijaribu kuangalia ni kwamba ukijaribu kuangalia hali halisi ya Kisoda na namna jinsi alivyo, utagundua kwamba Kisoda bado sawa na yote ni kwamba ana mawezo makubwa sana, lakini bado ni mtoto mdogo ambaye pia ana maumivu pia. Sasa hii inakwenda kumletea tatizo kubwa, au inakwenda kuunda tatizo kubwa sana, kwa sababu ni kama wanaharibu mfumo wao kama tunavyojua kwamba siku zote Kisoda amekuwa akiwasaidia sana katika vitu vingi sana. Kwa hivyo ni sawa wanaharibu mambo ambayo au kitu ambacho huwa ni msaada kwao. Yani ni sawa wanaharibu msaada ambao umekuwa ukiwasaidia sana. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Swali kubwa uende ukawa unajiuliza kwamba je,
Kisoda atapata tatizo gani? Au je atafariki au itakuwaje? Basi ndio maana nimekuja hapa kuweza